Zungumza kwenye kile kitabu cha Esther sura ya 4 na ule mstari wa 14 anaposema ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Msisitizo wangu ni pale juu, ukinyamaza kabisa wakati huu. Maana yake ule ulikuwa ni wakati wa mlango wa kimungu ambao ulikuja na ujasiri maalum. Ukinyamaza kabisa wakati huu ni wakati ambao ulikuwa ni mlango wa kimungu wenye ujasiri na maamuzi ya kiimani. Ni moja ya kitu ambacho wakati ule ulihitaji hicho kitu, ujasiri wa kimungu. Kumbuka, moja ulikuwa ni mlango wa Mungu, ujasiri wa imani na maamuzi ndani. Lakini pia ule wakati kama huu ulibeba hatari. Manake kumbuka, Esther alikuwa haruhusiwi kwenda kwa mfalme, lakini pia tangazo la Wayahudi wote kuangamizwa. Kwa ulikuwa ni wakati ambao ulikuwa umebeba hatari. Kwa wakati ule ule ambao umebeba hatari, Esther anaambiwa asinyamaze. Can you imagine? Wakati ambao umebeba maangamizi, lakini anaambiwa asinyamaze. Kwa Mungu anapita mbele, ukisimama ndani yake historia ya watu inabadilika. Kwa Mungu anataka atumie mtu ili kuweza kubadilisha historia ya watu. Manake kuna waraka ambao uliandikwa kwa ajili ya watu wengi. Mungu alikuwa anataka amtumie Esther kwa ajili ya wakati kama huu kuweza kubadilisha historia. Kwa kila nafasi ya kiungu ina msimu, na msimu una vifo na maisha yake. Kwa kila nafasi ya kiungu ina msimu, na huo msimu unamtaka mtu aliye tayari kuweza kuitumia hiyo nafasi. Kwa ukimya katika wakati wa kusema ni dhambi ya kukataa kusudi la Mungu. Lakini jambo la tatu, Mungu akiamua kufanya kitu, ukikataa atamwachia mwingine bila kusita. Ndio maana anamwambia ukinyamaza kabisa wakati huu. Kwa ule ni wakati ambao bado unadai, nilizungumza, ni wakati ambao bado unadai. Manake no matter mtu atakataa, no matter mtu hatakuwa tayari kufanya, ule wakati unadai. No matter mtu hatakuwa tayari kufanya, ule wakati unadai. No matter mtu hatakuwa tayari kutokuwa msaada kwa ajili ya watu, ule wakati unadai kitu fulani. Ndio ile kitu ambacho nilizungumza inaitwa kairos. Kairos ya Mungu haiangalii hofu, haiangalii hofu yako, inaangalia utii wako. Manake wakati wa Mungu unapofika, hauangalii hofu yako iko vipi. Wakati wa Mungu unapofika, haiangalii wewe umejipanga vipi. Yaani wakati wa Mungu hauhitaji maandalizi yako wewe. Kronos ndio ambayo inahitaji maandalizi ya sisi wanadamu, kwamba muda hujafika. Ila kairos ambao ni wakati wa Mungu hauhitaji maandalizi yako mtu wa Mungu. Unahitaji maandalizi ya Mungu yeye mwenyewe. Kwa kuna watu nyuma yako wanaishi, wanaoishi au kufa kulingana na uamuzi unaofanya wakati huu. Kwa uamuzi unaofanya wakati huu ndio ambao utaamua kuna watu wafe, kuna watu wapoteze tumaini, kuna watu hawana fulani kwa sababu ya maamuzi unaoyafanya wakati huu. Kuna watu wanashindwa kuendelea na maisha ni kwa sababu kuna maamuzi unashindwa kuyafanya wakati huu. Mungu amekuumba na anataka kuna maamuzi uyafanye wakati huu. Na kumbuka, nimekwambia maamuzi mengine sio kwa ajili ya faida yako wewe, ni kwa ajili ya faida ya watu wengine. Ndio maana nasema ukinyamaza kabisa wakati huu. Kuna wakati wewe unanyamaza, hauombi, kuna vitu vya watu wengine vinaharibika. Kuna watu wanajuta, kuna watu wanaumwa ni kwa sababu wewe umenyamaza. Kuna watu wanafeli kwenye maisha ni kwa sababu wewe umenyamaza. Ni kwa sababu gani? Mungu ameweka matokeo ya hao watu kupitia wewe, mtu wa Mungu. Kuna watu wengi sana wamekosa tumaini la maisha ni kwa sababu yako wewe. Hauko tayari kufanya, hauko tayari kusaidia, hauko tayari kufanyika msaada kwa ajili ya hao watu. Siku ya leo ninakukumbusha ufanyike msaada na wokovu kwa ajili ya watu wengine. Mungu amekuweka kwa kusudi lililo jema.